Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Nasalimu katika jina lake Mwokozi wetu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. GMC Gombo Maranatha tunasema Yesu Kristo ndio njia ya kweli na uzima. Amen. Tusoma neno kutoka kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura 28 na aya 16 hadi ile 20. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia. Amen. Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana wetu Yesu Kristo, kwa nguvu ya neno lako na Roho wako Mtakatifu, na ruhusu udhihirisho wako na ufalme wako ukajidhihirishe ndani yangu na mahali hapa kivyote katika anga la Lumumba, katika ukuu wako na uweza, jina lako Yesu Kristo likatukuzwe. Katika jina la Yesu Kristo tunapoanza kipindi hiki cha Injili kwa mataifa yote, Yesu Kristo Bwana, wewe ndio ukaonekane na ukakutane na kila nafsi na kila roho ya kila kiumbe na kila binadamu. Na tunakataa kwenda katika kiburi cha urokole ama cha uzima, bali tunahitaji kuongozwa na Roho wako Mtakatifu. Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana Yesu Kristo, kila binadamu unajua uhitaji wake na uhitaji katika zama hizi ambazo tunaishi. Pasipo wewe hatuwezi kufanya lolote. Hivyo ninakaribisha uwepo wako, ukuu wako na uwezo wako ujidhihirishe katika ibada hii ya mtaa kwa mtaa, kwa ajili ya kuletea habari njema inayotoka kwako Yesu Kristo, na si ushawishi wowote wa kughoshi, bali kama agizo lako lilivyosema, enendeni kawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Nami natimiza agizo lako na timu ambayo tumeambatana nayo katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Tunaishi katika nyakati ambazo ni za mwanzo na mwisho wa ulimwengu kabla ya unyakuo. Tunaishi katika nyakati za mwanzo wa mwisho kabla ya unyakuo. Yesu Kristo yuko njiani kuja kuchukua kanisa lake, na sio dhehebu na wala sio dini. Yesu Kristo anatukumbusha ya kwamba mtakapoona dalili hizi katika hii dunia, mjue kwamba hayuko mbali sana. Dunia leo imewekwa wazi, kila kitu kinaonekana. Yale mambo ya sirini yamewekwa hadharani leo. Matendo mabaya yanayoonekana katika hii dunia ambayo watu wanashangaa na kushika vinywa vyao yamekuwa ni ya kawaida katika dunia ya leo. Mfalme Yesu Kristo anasema hizi ni dalili za viashiria kwamba anakuja. Machafuko ya vita zinazoonekana katika dunia kama kule Teherani, Irani, vita kati ya Wayahudi na wa Marekani wakisaidia kupambana ile Iran. Nataka nikuambie hivi ni viashiria vya kama mama ambaye ni mjamzito, ni nyakati za utungu, kwamba saa ya kuishi katika hii dunia inakaribia kugota mwisho. Kwa hiyo wewe ambaye unaishi ukijua kwamba maisha haya ni ya milele, unapoteza muda wako. Hii dunia hapa tumeletwa kupita tu kwa muda, ni mahali tu pa kupita, si mahali pa kudumu, ni mahali pa muda mfupi. Kuna maisha baada ya leo. Hayo maisha ndio ambayo kila mtu anatakiwa kuyajua, na hayo yanahitaji kujiandaa. You should be prepared for that time, because wakati ukiwa umeshafika una ujanja. Bwana Yesu asifiwe. Naongea nawe hapa, naitwa kuhani ukifanya Bwana Yesu Kristo Alisa Albano, ambaye Yesu Kristo ndiye alibadilisha maisha yangu. Sio fimbo za mama yangu Bibi Yesu, wala si fimbo za baba yangu ambazo zinaweza kubadilisha maisha yangu. Ni Yesu Kristo alipokutana naye katika maisha yangu aliniokoa. Nimezunguka ulimwengu mzima, nimepita, nimekaa na watu wa mataifa mbalimbali duniani, nikafahamu nini kilicho katika hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mambo yanayofanyika leo katika taifa la Tanzania, watu wanabaki wanashangaa, wanaona vitu vya ajabu, lakini vitu vya kawaida. Shetani ameandaa hiyo kitu kutoka kuzimu, kwamba leo wanaume wakatae kuwa wanaume wao wanawake, kitu ambacho hakiwezekani. Badilisha, fanya transgender, badilisha sehemu zako za siri, weka za kike, lakini haitaweza kubadilisha kwamba wewe kuwa mwanamke. Bado utakuwa mwanamke. Sasa utakuita vitu kama hivyo. Ndio vinafanyika leo. Wanaume kwa wanaume wanafanya mapenzi wenyewe kwa wenyewe. Imefika hapo na imepita mahali sasa wanafanya pia na wanyama. Hii hali tunaona kama ni ya kawaida. Tunao wachungaji, tunao mitume, tunao manabii, tunao makuhani wanaishi katika hali kama hiyo. Sisemi kwamba wote wako hivyo, lakini sio sawa. Katika imani hizi ambazo tunaishi, watu wanaona ni kawaida. Tunapofika sasa ni mahali pa kuwa makini sasa, kama kule Mombasa, kuwalinda watoto wa kiume kuliko wa kike, kwa sababu leo dunia imeshachafuka sana. Watu wamekuwa na tamaa zilizopitiliza. Sijaona mbuzi beberu wakidandia beberu mwenzie. Sijui kama kuna mimi nimewahi kuona. Nimefuga hawa wanyama. Lakini leo unashangaa wanaume kwa wanaume wanawakiana tamaa. Wanawake kwa wanawake pia wanawakiana tamaa. Hawataki kutosheka na kile nafasi alivyoumba Mungu. Wanasaisha maumba Mungu aliyoumba. Hizi ni dalili za kuonesha kwamba we are no longer
hatuna muda mrefu katika hii sayari tunaoishi. Na Mungu kama alivyoweza kuitia kibiriti Sodoma na Gomora, awamu hii amesema hata tia moto, lakini kuna jambo atakalolifanya. Na kwa maana hiyo, rekebishe katika maisha yako unaoishi leo. Usifanye mambo kwa sababu unaona fulani alifanya. Usiishi maisha kwa sababu unaona fulani aliishi. Nimeeleza hapa kwamba nimeishi na mataifa karibu yote duniani. Katika maisha yangu huko ndani kuna watu wenye tabia njema na mbaya. Wako waabudu shetani wazuri sana, wako wanaomwabudu Mwenyezi Mungu vizuri sana. Nimefanya kazi na Waarabu, nimeona wako wanao Waswahili wanaomwabudu Mungu kwa kweli, lakini wako mafirahuni humo ndani. Nimefanya kazi na Waamerikani, Waingereza, Wajerumani, Wajapani, Wachina. Nimeona vitu wanavyofanya. Wako watu wenye utu wa binadamu, lakini humo kuna mafirahuni, kuna watu wa hovyo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa taarifa yako, nisiende mbali sana, huko nje wameshamalizana wao. Afrika ndio iliyobaki salama peke yake. Wakakaa wakajaribu kujadili tumebakiza nini? Tubakiza Afrika. Afrika ndio ambao iko salama, ikiwemo na nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inakupa uhuru wa kumwabudu Mungu kwa kadri unavyotaka wewe, bali usigombane na kutukana dini ya mwenzako. Na ndicho ambacho Gombo Maranatha sisi tunafanya. Hatuna sababu ya kusema. Sisi tukwambia uzuri wa Yesu, ukipendezwa nao karibu tuwe pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kitabu cha Mwanzo 1:26-27 anasema, Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu. Mungu aliumba mtu kwa mfano wake na sura yake. Maana yake aliniumba mimi Aloysia kwa mfano na sura ya Mungu aliye hai. Na akasema nimekamilika. Sasa lakini leo shetani ibilisi anakuja kumdanganya mwanadamu, anasema ulivyoumbwa hivyo hujaumbwa vizuri. Kwamba kwa mfano mwanamke anaambiwa usiweke nyoa hizo nyusi paka wanja. Mungu aliweka nyusi kuzuia jasho unapotoka ili isiende moja kwa moja kwenye jicho. Wewe unaondoa, unaanza kuhangaika sasa. Mungu akasema mwekee uikope zipunguze vumbi na kuzuia vijidudu vinavyoweza kuruka kwa ghafla au kitu chochote. Unaondoa, unaweka kope bandia. Mungu unamuona amekosea. Ole wako wewe unanisikia popote pale ulipo, kama una tabia hizo leo ukatengeneze, ukatubu na kumwomba Mungu akurehemu kwa imani yako ulionayo. Mwambie Mungu nimekukosea. Mungu aliweka nywele za kipilipili kwa wazaliwa wa Afrika. Kutokana na mazingira ya kwetu ya kitropiko, tunaweza tukaishi kwa hizo nywele. Lakini leo wanadamu wanakataa Mwafrika kuwa na nywele za kipilipili. Leo anataka kuwa na nywele kama Muhindi, anataka kuwa na nywele kama Mwarabu, anataka kuwa na nywele kama Mzungu zinazosumbua. Anaenda kununua madawa, anarekebisha zile nywele ili ziwe laini sana kama zimelambwa na ng'ombe. Haya yote ni makufuru na machukizo mbele za Mungu. Binadamu yote, iwe ni askofu, iwe ni mtume, iwe ni nabii, iwe ni kiongozi wa aina yote katika dunia, akifa na hizo nywele za bandia, na kuhakikishia utalikumbuka, hakuna nafasi mbinguni kwa watu wenye sanamu hizo. Dawa zinazotumika sehemu kubwa ya kuwekea dawa nywele zibadilike ziwe laini, nyingi ni wengi hawajajua ni nini, lakini sehemu kubwa ni madawa yanayotokana na mimba za wakina mama. Nisikilize, mimba, kondo lile la nyuma baada ya mwanamke kujifungua ndio linatumika kwa sehemu kubwa kutengeneza mafuta ya kulainisha nywele. Kwa hiyo nchi zilizoendelea imefika mahali wanawake wanatafuta mtu wa kumtunga mimba, alafu wanauza ile mimba na wanatoa ile mtoto wanatupa. Abortion. Wanaondoa. Alafu ile inauzwa na leo. Kama utataka kunibishia, mimi kuna siku nitakuja hapa na vipodozi hivyo, alafu nitakuonesha tusome. Bahati nzuri shule sikukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitakuonyesha nini kilichotengeneza hayo mafuta. Nitakuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Ni kondo la nyuma la mwanamke baada ya kujifungua linatengeneza mafuta ya kulainisha nywele za Kiafrika ili ziwe laini kama wanavyotaka wazungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Amen. Sikiliza. Ni makosa, sio sahihi. Ni sumu, ni takataka.
Haleluya, amen. Ni takataka. Sasa kitendo cha wao wanawake na wanaume ambao wanapaka mafuta ya kulainisha nywele zao kwenye vichwa vyao, watoto wanalia, wakifa hawa wasipotubu wanaenda jehanamu kwenye moto wa milele. Ndio. Lakini pia kwa wale ambao watakufa wakishafariki kwao, wanaingizwa kwenye kitengo cha mashetani na majini, ambayo wao mapepo wanafurahia sana kula vichwa ambavyo viliwekwa mafuta haya ya kulainisha nywele. Wanapokula wanasema vichwa vile vinakuwa laini sana kama unakula vichwa vya dagaa. Kwa hiyo mpendwa, katika jina la Yesu naongea na wewe leo. Si vibaya wasichana ama wake zetu kujiremba, lakini marembo yanayozidi ni makufuru mbele za Mungu. Ni makufuru mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu, ni vitu ambavyo si sahihi. Mungu angetaka tuwe na nywele ndefu, tungezaliwa nazo. Mungu angetaka tusuke rasta, tungezaliwa na rasta. Mungu angetaka tutoboe pua, tungetoka tumetobolewa pua. Mungu angetaka kutoboa masikio, angetuwekea kabisa vitundu vya masikio ili watu wavae earrings, ili wavae vipetepete, ili wavae vikuku kwenye miguu. Mungu angeruhusu. Lakini leo watu wanafanya wao, kiasi kwamba imefika mahali huwezi kujua huyu ni mtoto wa kiume au wa kike. Huwezi kujua huyu ni kijana, a boy or a girl, kwa sababu maonekano yao wanashindana leo. Nenda kwenye saluni utakuta wanaume wanashindana kujipodoa. Wanataka nini? Mtoto wa kiume unataka unajiremba ili uwe nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watoto wa kiume wanajiremba kama watoto wa kike. Wanataka wawe nini? Tukuite nani? Si riziki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nasema na wewe kijana, popote pale ulipo, na ninashangaa kama unakaa kwenye mlango unaingilia mlango upi kwanza? Bwana Yesu apewe sifa. Tunaishi katika nyakati za mwanzo wa mwisho wa ulimwengu. Si kila jambo linalofanyika Marekani wewe Afrika uje ulifanye. Si kila jambo linalofanyika Ulaya uje ulifanye Afrika. Jiulize kwa nini. Mambo mengine ni machukizo, ni uovu na ni unajisi katika jina la Yesu. Yesu anakuita leo. Yesu anataka leo maisha yako yabadilike. Yesu anataka ujue yeye kwamba yeye ndio njia ya kweli na uzima. Mitume na manabii na makao waliopita wote ni wanadamu kama wanadamu wengine, walikuwa na mapungufu yao. Hata nami naweza kuwa na mapungufu yangu, lakini nitakwambia ukweli kuhusu Kristo aliye hai. Yesu Kristo ndio njia ya kweli na uzima wa milele. Wengi watasema kwamba hatukusikia, lakini sisi tumeamua kukufuata huko mtaani kukwambia kwamba Yesu Kristo ndio njia ya kweli na uzima. Yesu Kristo ndio njia ya kweli na uzima. Yesu akae kwenye mafuta, Yesu akae kwenye chumvi, Yesu akae kwenye udongo, Yesu akae kwenye stika za mitume na manabii ambao tuko nao. Yesu anajitosheleza, hahitaji sekretari, hahitaji mtu wa mapokezi. Yesu anajitosheleza kwa kila hali. Kwa hiyo liite jina la Yesu ukaokolewe. Anasema jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki ukimbilia akawa salama. Kimbilia kwa Yesu Kristo aliye hai leo. Hali ya maisha yako unaishi leo ni kwa sababu hujajua nani anayetoka kumfuata. Yesu Kristo pia peke yake ndiye alisema kwamba mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Hapa ametuambia amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yote amepewa yeye. Kwa hiyo yote anayemfuata Yesu Kristo yu salama. Amen. Haleluya. 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 Nimesema katika familia yangu, mimi natoka kwenye familia ambayo inajielewa, lakini kwa namna moja kaniambia mtumishi Ali tumepotea kwenda kufanya kazi, naambia sijapotea. Sigeuke nyuma, nasonga mbele na Yesu. Yeye ndio kila kitu na hajakosea kuleta Lumumba. Wewe najua ni Mungu alichonitumia kufanya katika mji huu, na nitaendelea kufanya hadi nione nuru inang'ara zaidi kwa utukufu wa jina lake Yesu Kristo. Haleluya. Sikiliza, leo hii kuna watu wanaamini hawezi kufanya biashara yote bila kuweka tunguli humo. Imani yako inakueleza hivyo, lakini ujue kwamba kama pale unaliweka jini dogo, mwenzako ataweka jini kubwa kuliko. Kwa hiyo utakuwa unamfanyia biashara mwenzako. Kwa sababu unaamini ushirikina au shiriki. Kwa kile unachokiamini wewe, umeenda kuleta ndumba uganga kutoka sehemu sijui, kutoka Singida, wewe umetoa uganga sijui kutoka Mwanza, wewe umeenda kutoa sijui Zambia, mwenzako anakwenda kabisa Nigeria, anakuja nao, anashiriki kwenye biashara yake. Unashangaa biashara yako ni nzuri, imepangwa vizuri, frame zako ni nzuri, lakini unashangaa vitu havitoki.
haviendi. Ni kwa sababu umeweka pepo pale, mwenzako anaenda kuchukua mpepo mkubwa kuliko wa kwako. Lakini nataka nikwambie, ilizi neno la Bwana peke yake. Neno la Kristo likiwa limekaa katika malango ya biashara yako, na wewe ukawa mwaminifu katika kazi yako unayofanya, kila kitu chako kitafanikiwa, kwa maana imeandikwa, hapa takuwa na chuma ulete wala chuma peleka. Nasema kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai, ninaona hauwezi kulogwa wewe kama mfalme wa wafalme na Bwana mabwana ndiye anayesimamia hiyo biashara yako hapo. Yesu Kristo ameandika katika Zaburi 127, amesema ule mstari wa kwanza, Bwana asipojenga nyumba wajengao wafanya kazi bure. Bwana asipolinda mji yeye alindaye kesha bure. Kabidhi kila ulicho nacho mikononi mwa Bwana Yesu Kristo. Sema, Bwana, naanzisha leo biashara ya genge, naamini kwamba Yesu utaonekana hapa. Atafanya. Unaenda tu unafungua biashara yako fulani, sio unafanya pale, usema Yesu, naomba uonekane katika biashara. Ataonekana, lakini ili aonekane na kujidhihirisha, uwe tayari kuwa mwaminifu kwa kile unapofaidika, kuwa mwaminifu katika kumpa shukrani yeye. Sijasema uje Gombo kalete sadaka yako, nasema pale unakoabudu peleka sadaka yako, mwambie Mungu, hii ni mazao ya kazi ambayo unafanya kwenye hii biashara. Bwana Yesu asifiwe. Nielezee kwa hao ambao wanaamini kwamba mitume na manabii watawapa utajiri, hao makuhani watawapa utajiri. Never on earth, kama haijatokea. Biblia inaniambia mwanadamu kwa kuwa alipokosa pale, Mungu akasema hivi, na kwa jasho utakula. Sasa kama kuna kanisa lako au dini yako inakwambia peleka kanunue udongo, kanunue mafuta, kanunue chumvi na hayo mengine unayojua wewe, eti utapata utajiri, na kuhakikishia utabaki kuwa maskini milele. Mungu sio wa mazingaombwe. Eti lete pale, lete chukua mafuta ya shilingi 1,000, ya 10,000, ya 100,000, ya milioni ili upate kuwa tajiri. Yeye hautaki utajiri. Sana mnamtajirisha yeye na watu wake. Biashara hizo zinategemea masanamu hayo, zimewafanya watu wabaki kuwa wamekwama, hawaendi mbele. Kazi kubadilisha makanisa, leo kanisa hili, kesho lile, kesho mwisho anzisha la kwako kama mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hamtaki kutegemea kuangalia neno la Mungu linasemaje. Biblia ya Mungu inasemaje? Kwa jasho utakula, kwa jasho utakula. Haijasema kwamba ukichukua picha ya kuhani ukaweka kwenye mlango wa biashara yako ndio utaleta wateja. No. Lazima ufanye kazi kwa uaminifu, upate kipato. Katika yale ya kipato utakachokipata, kuna sehemu ya kumshukuru Mungu, kuna sehemu ya mahitaji yako ya kifamilia. Lakini nashangaa, Bwana, sisi tumekwenda kwa mtumishi fulani kufanya ni kupokea hiki. Mungu hayupo kwenye hivyo vitu. Hayupo. Mungu ana taratibu zake. Alituweka hapa duniani. Maana nilijiuliza swali moja kwenye maisha yangu. Hivi kwa nini kila mtoto akizaliwa analia? Na asipolia manesi na wauguzi ama wakunga watampiga hata makofi ili alie. Sijui kama wewe kujiuliza hilo. Mimi ngoja najaribu kujibu hili swali. Mtoto anapozaliwa akiwa mchanga, akitoka tumboni mwa mama yake, lazima alie kwa sababu anasema, haya ndio maisha nimewekewa. Magumu namna hii, anaona jinsi yanavyotisha, yanavyohitaji kujipanga sawa sawa. Tofauti na huko alikotoka kwa Mwenyezi Mungu ambapo alikuwa anakula na kulala kwa raha na kusifu. La, hiki ni huku anaona ni vilio, ni maisha magumu, ni maisha magumu yenye mitihani. Na swali langu la pili, mtu anapofariki siku ya mwisho pia huwa analia. Ni wachache ambao hawalii siku ya mwisho. Unajua kwa nini analia? Ile siku ya mwisho analia kwa sababu gani? Anaona sasa, baada viongozi wa kiimani duniani walimhubiria sana habari ya kuacha dhambi na uovu na unajisi na kuambia kuna hukumu baada ya haya. Alikuwa kama wasikii, anawadharau na kuwatema mate na wengine hata kuwapiga mawe. Sasa wakati wa maisha yake umefika mwisho, anaona anakoelekea kwamba kuna moto, kuna funza, kuna madudu yatisha,
kuna mateso, kuna watu wanalia huko na kusaga meno, wanamwambia na wewe unakuja huku. Ndio maana mtu anayekufa, ukitaka kujua, hata mimi naongea hapo, ukisikia siku nimekufa Alista, nikaacha kinyesi kwenye kitanda changu, moyo msiangae kuomba, tupeni tu kama umetupa mzoga tu. Umeelewa? Kwa sababu mtu anayekufa anajisaidia kwenye kitanda, hujue kabisa huyu ananijua, huyu amesha kwenda alijahana moja kwa moja, hana shida. Ombeni na viongozi wote wa dini, ombeni, fungeni na kuomba mpaka kesho. Haiwezekani. Ndio maana kama kufa mtu ambaye ametenda dhambi na uovu, utakuta anahangaika, shuka zimeanguka, yeye manguo yanatupwa kule chini na nini, anasiendi miaka yote anaweza kusikia wale watumishi walikuwa wanapiga kelele kama mimi hivi napiga kelele kwa mtaani vinavyopiga, Yesu anaokoa, Yesu anaponya. Sasa hii Alista, nisaidie nitoke huko. Ngambia mimi mwenyewe natafuta nafasi yangu kama nitapata kupenya. Kwa ile saa ya kufa ndio unakuta, sijui alikuwa ni mchungaji, sijui alikuwa ni mtume, sijui alikuwa kiongozi fulani wa dini, kaacha hapo mkojo kinyesi hapo, huyo hata mkiomba dini zote duniani na sadaka mkatoa, mmechelewa. Haiwezekani bwana, wewe mahindi yako afu mtu akakwambia tena mahindi yaweke kwenye gara, mengine choma. Mungu anasema ukisha katika ile pap ya moto. Nimejiuliza swali langu, kwa nini siku ya kuzaliwa mtoto analia? Kwa nini siku ya kufa mtu analia? Ni wachache ambao hawalii siku ya kifo. Ukiona ninakufa alafu seli inaimba, shangilia, sema kidume kimemaliza kwa heri. Lakini ukiona nalia, naambia hapa na mke wangu ananisikia yuko hapa, ukiona nimejisaidia haja zote pale, chukueni kama mnaenda kuzika mbwa tu. Kuna mahali nimekosea, kuna mahali kuna dhambi. Au ukitaka kumwahi kama tulivyomwahi mchungaji mmoja aliwaiwa, yuko kitandani anaanza kuangalia, wewe askofu vipi hivi? Watakatifu wafi hivi nini? Mimi Mungu nimemtumikia miaka yote, nimekuwa maskini, maisha yangu yamekuwa hofu, namtukana Mungu ana maana huyu. Kaambia sikiliza askofu, watakatifu wafi hivi. Kumbe ni yule maskini. Mungu akatuambia huyu nilimletea mkate, ati mkate nao akaenda kupanda. Nikamletea na hiki akafanya vitu vingine tofauti. Kwa hiyo katika hali kama hiyo ni kwamba kumbe makosa yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi najua mkate wa kula na najua mbegu ya kupanda. Utapandaje? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yule mchungaji askofu akaelekezwa kufanya maombi ya toba. Mungu akamwambia, wakati ulipokuwa unanitumikia nilikuwezesha kwa kila kitu, ila wewe mwenyewe ulijichanganya. Sijasema ukiokoka au ukiwa uwe maskini. Kwanza mimi kwenye kanisa letu huo mpango hatuna. Uhakika wa kufanikiwa tunao, kiroho, kinafsi na kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nawasalimia kidogo, niwaachie wengine nao wapige injili. Yesu anawapenda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Tumeletea habari njema za Yesu Kristo katika eneo la Lumumba. Habari hizi ni njema sana za ufalme wa Mungu ambazo unaweza kubadilisha maisha yako. Hatujawaletea dini mahali hapa. Tumeleta habari njema za Yesu Kristo, yeye ambaye ana uwezo wa kukubadilisha maisha yako yakawa mapya kabisa katika jina la Yesu. Katika Luka 1:77 neno la Mungu linasema kwamba wajulishe watu wangu wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Ndugu yangu, hizi habari ni njema sana. Naamini tumesikia habari njema nyingi ambazo ziliweza kutufurahisha, lakini habari hizo mara nyingi zinakuwa za muda. Lakini hizi habari za Yesu Kristo ni habari za ufalme wa milele, za uzima wa milele ambazo zitatuweka mbinguni milele na milele tukiwa wazima. Habari nyingine zote ambazo tumezisikia katika hii dunia ni habari ambazo zinapita. Dunia inapita na mambo yake yote, lakini habari za Yesu hazipiti, zinadumu milele. Haleluya. Haleluya. Ndugu yangu mahali hapa unaisikia kokote uliko, habari za Yesu ni za uzima wa milele ambazo tumekuletea mahali hapa. Ndugu yangu, tumekuletea ambaye Yesu ana uwezo wa kubadilisha maisha kutoka maisha ya dhambi na kukupa maisha ya uzima wa milele. Wanadamu ni mambo mengi ambayo tunatenda, lakini Mungu yeye, Yesu Kristo alipokuja alileta uzima.
alileta uzima wa milele, hajaleta habari za dini. Ndugu yangu, ndio maana mahali hapa hatujakuletea dini, tumekuletea Yesu ambaye anakubadilisha maisha. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu wa Korinto wa kwanza 6 mstari wa 9. Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike. Waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala wataminio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Haleluya. Amen. Unaweza kuona ndugu zangu ambaye mnasikia mahali hapa, neno la Mungu liko wazi kabisa. Limeeleza wazi kwamba watu wa jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Mungu anachotaka ni mtu kuwa mtakatifu, ni kumpokea Yesu aingie ndani ya maisha yako akubadilishe ili uwe kiumbe kipya. Katika Galatia 5:19. Tutasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu wa Galatia 5:19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, fisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Naweza kuona ndugu yangu kote unakonisikia, neno la Mungu liko wazi. Kama unaishi maisha ya jinsi hiyo, kama hautaurithi ufalme wa Mungu, kama hautaonana na Yesu kule mbinguni. Yesu anataka tuishi maisha usafi na utakatifu hapa duniani, na hatuwezi kuishi kwa nguvu zetu, ni kwa uwezo wa kumpokea Yesu peke yake. Ukimwamini Yesu akikubadilisha, ukimwamini anakubadilisha hayo maisha ya dhambi, anakupa uwezo. Maana hatuwezi kuishi maisha ya utakatifu kwa nguvu zetu wenyewe. Tuna uwezo, tukimpokea Yesu ndio anatupa uwezo. Maisha ya dhambi hayana faida ndugu yangu hapa duniani. Tunaishi maisha hayo, lakini mwisho wa siku ni bure, tunakwenda motoni. Tunatakiwa tubadilike, tumpokee Yesu na atubadilishe maisha ya dhambi, atupe uwezo wa kushinda dhambi. Maana uwezo unapatikana kwa Yesu peke yake. Yesu peke yake ndiye aliishi hapa duniani akutenda dhambi, lakini hakuna mtume, hakuna nabii, hakuna mtumishi wa Mungu ambaye aliishi hapa duniani akutenda dhambi. Wote wanadamu tumetenda dhambi, wote wanadamu ni wenye dhambi, hakuna mmoja ambaye anaweza kama Yesu. Yesu ndio aliishi hapa duniani peke yake akutenda dhambi huyu mwanaume. Na wewe ukimwamini Yesu, huyo anakupa uwezo wa kushinda dhambi na ukaishi hapa duniani kama mshindi na ukawa kiumbe kipya. Maana wokovu unapatikana hapa duniani. Baada ya kufa, Biblia inasema baada ya kufa ni hukumu, Waebrania 9:27. Ukishakufa tu hakuna msamaha tena hapa duniani. Ukishakufa kwenye dhambi unakwenda mautoni, maana hakuna njia nyingine ya kupata msamaha tena. Baada ya kufa, Biblia inasema Waebrania 9:27 kwamba ukishakufa hapo ni hukumu. Kwa hiyo unatakiwa kutengeneza kabla hujafa maisha yako ya dhambi ili Mungu yeye akubadilisha, akupe huo uwezo. Waebrania 12:14 Biblia inasema, nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu Waebrania 12:14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Amen. Kwa hiyo hapa kinachotakiwa ni utakatifu. Haijalishi, ndio maana bila utakatifu hatuwezi kumuona Mungu. Hapa sio dini. Kwa maana mtu tunaishi katika dini lakini bado ni wasengenyaji, bado ni watukanaji, bado ni wazinzi, bado ni washarati, lakini kila Jumapili kanisani, misikitini swala 5, bado wachawi, washirikina. Kwa bila Yesu hatuwezi kuonana na Mungu. Maisha haya dini sio maisha yanaweza kumbadilisha mtu maisha yake. Ni Yesu peke yake ambaye ukimpokea, ukimwamini, anakupa uwezo wa kushinda dhambi na kukubadilisha kabisa na ukawa kiumbe kipya. Hapa kinachotakiwa ni utakatifu. Utakatifu tunaupata kwa kumpokea Yesu na kuwa mbali kabisa na uasi na kutubu na kumaanisha kuziacha dhambi zetu. Kwa hiyo Yesu akiingia ndani yetu anatupa maisha mapya, atakuwa kiongozi wetu,
Hatutupeleka kwenye uzinzi tena, hatutupeleka kwenye washirati, hatutupeleka kwenye ushirikina, kwa sababu yeye ni mwema sana, ambaye ni mtakatifu, ambaye anatupeleka kwenye uzima ule wa milele. Kwa hiyo ndugu yangu yetu unanisikia kokote uliko, ambaye Bwana unataka Mungu akubadilishe maisha yako mahali hapa, au akupe uwezo wa kushinda dhambi, kokote unakonisikia, hakuna njia nyingine, ni kwa njia tu ya toba. Unaweza kutubu dhambi zako hapo hapo ulipo na kumpokea huyu Yesu na kukubadilisha maisha yako, akakupa huo uwezo na ukaishi hapa duniani kama mshindi, kwa sababu watakatifu walioko duniani ndio wao Mungu anaupendeza nao. Utakatifu ni hapa duniani, hakuna baada ya kufa. Ukisha kufa ni hukumu. Kwa hiyo ndugu yangu kokote unanisikia, ambaye umesikia neno hili kutoka kwa mtumishi Alista, pamoja na haya maneno yanazidi kuendelea mahali hapa, na unaona Bwana, na mimi nataka kubadilika, na mimi nataka kumpata huyo Yesu, ni njia rahisi tu, ni njia ya toba. Kwa hiyo kokote uliko unaweza kufuatisha sala hii na ukampokea huyo Yesu, na akakupa uwezo wa kushinda dhambi na ukaishi hapa duniani kama mshindi, na siku yote utakapokufa au unyakuo, maana tumezungumza kwamba nyakati hizo zazo nyakati za mwisho, kwa siku yote kwamba Yesu anaweza karudi. Kwa jinsi hiyo utaishi hapa kama mshindi na ukaishi maisha ya usafi na utakatifu. Kwa kama unanisikia, unaanza kufuatisha sala hii kwa ufupi na umempokea huyo Yesu. Sema: Mungu Baba, nakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, natubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha kuziacha. Baba yangu, naomba unisamehe dhambi zangu zote, na unipe uwezo wa kushinda dhambi, na unifute jina langu katika vitabu vya hukumu, na uliandike jina langu katika kitabu cha uzima mbinguni. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante Bwana Yesu kwa kunibadilisha, katika jina la Yesu, amen. Amen. Haleluya. Ni kwa sababu ya upendo wake mkuu ambao Bwana ametutaka tuje ili upate kusikia maneno yanayofaa ya uzima. Haleluya. Mbingu zikishuhudia na tarehe na majira haya kwamba sikio lako Mungu amekupa kusikia, na kwamba na moyo wako umepokea ufahamu na maarifa yanayofaa, basi siku hiyo mbingu zitashuhudia na mbele za malaika wake kwamba ulisikia. Haleluya. Kwa maana yeye anasema chagua leo uzima au mauti. Uchaguzi unao wewe, lakini anasema mimi nataka uchague uzima. Haleluya. Nami nikiwa mwanamke ningependa sana nizungumze kwa habari ya wanawake wenzangu popote pale walipo. Amen. Na kwa namna moja au nyingine, kwamba mwanamke akipona, familia imepona na kanisa limepona na nchi pia imepona, na Mungu atatukuzwa na mbinguni tutafika, tutashukuru, tutashangilia pamoja. Haleluya. Neno la Mungu linasema katika Mwanzo sura ile ya 3. Mwanzo sura ile ya 3 mstari ule wa 6, kwa jina la Yesu nasoma: Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Kumbe aliyepeleka dhambi ni mwanamke kwa mwanamume. Kwa leo nitapenda sana wanawake popote walipo wapate kusikia, ili waache kupeleka dhambi kwa wanaume na wanaume wapate kupona, na hivyo familia zitapona na nchi itapona na uzima wa milele tutauona. Haleluya. Kwamba alipoona linatamanika, kumbe alipoona linafaa, na huyu ni mwanamke, na yeye ndiye aliyebeba dhambi akaipeleka kwa mumewe. Kumbe ni rahisi sana mwanamke kupeleka dhambi kwa mwanamume. Kumbe ni rahisi sana mwanamume kupokea mauti, uharibifu kutoka kwa mwanamke. Wagalatia sura ile ya 1. Wagalatia sura ya 1 mstari wa 4, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu ili atuokoe na dunia hii mbovu. Dunia hii mbovu iliyopo sasa, ni upendo wake atuokoe. Upendo huo umetuleta hapa leo, umetusimamisha hapa leo, umetuvuta kwako upate kusikia, upate kupona leo. Upendo wake kutuokoa na dunia hii mbovu iliyopo sasa. Ni mbovu tangu kwenye bustani ya Edeni. Uharibifu uliingia kupitia mwanamke na kwa njia ya utamanifu.
kwa njia ya maarifa na hila na uongo. Utamanifu ulipoletwa kwa mwanamke, tamaa ilipomwingia na akatamani. Tamaa hiyo ndio inayotenda kazi na kuleta uharibifu hata sasa. Mauti inawapata watu hata sasa, lakini zaidi tunaweza tukawa tunayo mauti tukapona leo, ili tuokoke katika uzima huu wa leo na hata wa milele. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo kama una masikio liko kusudi la kusikia, hatuna kazi. Hapana, tunazo. Wengine ni madaktari hapa, tumeacha nyumba na kazi nyingi nyumbani, ni wanawake sisi, tuna mambo ya kadha wa kadha mengi sana, lakini upendo wa Kristo ni mkuu mno kwako. Unaisikia leo Lumumba, sikia. Haleluya. Hatuko kwa ajili ya kanisa. Kanisa limeshasikia sana na linafundisha, na watu wamesikia sana injili kila mahali kwenye mitandao ya kijamii, lakini tunayo kukueleza dunia mbovu na mambo yake maovu ambayo yataleta uangamivu wa milele. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunachotaka kuangalia, Warumi 5 anazungumza, Warumi 8 mstari kuanzia wa 5, kwamba nia ya mwili ni mauti, havijatoka mbinguni. Huu mwili haujatoka mbinguni, huu mwili unatoka mavumbini. Huu mwili unakula vya mavumbini. Huu mwili utakula maharage na dona, vimelimwa kwenye mavumbi, kwa sababu asili yake ni mavumbi. Na ndio maana siku ya mwisho unarudishwa kwenye mavumbi, kwa maana umekula vya mavumbi. Leo tunakuletea vyakula ambavyo asili yake ni mbinguni, kile kinachotoka mbinguni ili kiweze kurudi mbinguni baada ya haya yote. Haleluya. Kwa hiyo tega sikio lako vizuri sana. Amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Nia ya mwili ni mauti. Roho Mtakatifu anataka nisome hiyo Warumi 8. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nitaanzia ule mstari wa 5. Warumi 8 kuanzia mstari wa 5. Kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao Roho huyafikiri mambo ya Roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Huu mwili nia yake ni mauti. Huu mwili nia yake ni mauti, kwa maana tumeumbwa kwa neno la Mungu, na alipoumba alibariki. Kila alichokifanya Mungu kina uhai, kila alichokifanya Mungu kina uzima. Kila kilichofanyika na Mungu, kwa kuwa Mungu ni hai, nacho kina uhai ndani yake, kina uzima ndani yake. Lakini mwili hauna mpango na huo uzima, nia yake ni mauti. Na nia ya mwili kazi yake kupingana na Mungu. Sikia, wale wafuatao mwili 8:8, nasoma Warumi 8:8. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu, kwa kuwa nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Haiwezi, mwili hauwezi. Ni tamaa ambayo imewekwa, ni roho kamili ndani ya mwanamke kuwekeza tamaa, na kwa tamaa hiyo kuachilia uharibifu, na uharibifu huo kupeleka kwa mwanamume, na kwa mwanamume kuachilia uangamivu na upotevu wa milele. Kitu ambacho anashukia shetani na kitu ambacho anapambana shetani ni kuipata nafsi yako. Nafsi ndiyo yenye faida. Huu mwili unatoka kwenye mavumbi, utarudi kwenye mavumbi, lakini nafsi ndiyo ya thamani. Nafsi yako ndiyo ina thamani mbele za Mungu, na ndiyo hiyo shetani anayopambana usiku na mchana, akileta mitego, akipanga mipango kila kukicha, vikao kila kukicha, namna gani aweze kuiwini nafsi ya mwanadamu angalau hata mmoja. Nafsi yako ataipataje? Nafsi yako ataipataje? Ni kwa njia ya uongo, ni kwa njia ya hila, ni kwa njia ya kutamanisha. Eva alipoona alitamani, na hiyo tamaa ndio aliyoachilia leo kwa mwanamke. Mwanamke akitoka chumbani lazima kwanza angalie ameweka matamanio mangapi, ambayo akipita barabarani mwanamume mmoja atatamani. Akiona ameweka heleni, kwamba mwanamke
cheleni. Akishindwa hapa namwekea cheni, lazima atatamani. Akishindwa kwenye cheleni na namwekea na lipstick mdomoni, atatamani. Asipotamani lipstick, naweka na nyusi, na tinda na nyusi, naweka na kope za bandia, naweka, atavutiwa na macho. Akishindwa naweka na rangi, naweka na koboa. Ndivyo hivyo atatamani tu. Sasa kadri unavyotamanisha, kwa sababu uliweka matamanio, ile roho ya kutamanisha, kadri unavyotamanisha, naye anasema kila naye mwanamgalia mwanamke akamtamani, ameshazini naye moyoni mwake. Ndio umetamanisha, kwa sababu umetafuta vya kutamanisha, ukaviweka vya kutamanisha kwenye mwili ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ukaweka matamanio, ukapita barabarani, wengi wakatamani, wengi wakaingia kuzimu kwa sababu umewatamanisha. Tazama, mbingu nayo pia haiwezi kukupokea. Ulikopeleka hawa wanaume utafuata huko huko, kwa sababu kuzimu ili kupatia vya kutamanisha, ukavibebelea vya kutamanisha, ukawatamanisha wa kutosha. Kadiri hiyo hiyo hukumu yako ni hiyo hiyo inakusubiri, lakini bado upendo wa Kristo wa kuvuta leo. Njoo, bado neema yake ingalipo ya kuvuta leo. Njoo. Na wala siku hiyo utasimama na mchungaji wala mwalimu wala baba. Tazama, anasema njia ni nyembamba, wanaoiona ni wachache. Na anasema hivyo katika Mathayo 7, utaenda kusoma. Nyembamba katika hayo, kuchagua kutokutamanishwa, kuchagua kuishi kama ulivyobarikiwa kutoka mbinguni. Ninashangaa, kuna watu wana neema ya pekee. Kuna dada mmoja amefariki wiki iliyopita, ni maarufu kwenye mitandao mingi, ametrend. Nikaangalia mahali fulani walikuwa wanamuaga na jumbe nyingi wakawa watu wametuma, na dada mmoja akazungumza, akakomment akasema, jamani, huyu dada kwenye jeneza alikuwa amependeza kama vile amelala, kasukwa rasta, kapambwa sana. Na mmoja akasema, jamani, mbona mnamzika na rasta? Hatufanyagi hivyo. Fumueni kwanza hizo rasta, watu tunazikaga na nywele zake. Haleluya, haleluya. Kumbe alikuwa anazungumza kitu cha kiroho, kwamba jamani, tulipotoka mbinguni, si kule mbinguni tutasubiriwa turudi kama tulivyo. Cha duniani hakitakaa kiingie mbinguni. Mapambo hajatoka mbinguni, hayatakaa yarudi mbinguni, wala sio hizo rasta, wala sio lipstick, wala sio chochote. Kila kilichotoka duniani, asili ya duniani, kitabaki duniani, na siku hiyo utakuwa ni mzigo kwako kukulemea. Tusizikwe na hayo. Haleluya. Tusisumbuke na hayo, tusilemewe na hayo. Ile tenzi namba 104 ule mstari wa mwisho pale, ile beti ya 4 nasema, tusishikwe na dunia na dhambi kutulemea, tutupe vya chini pia, twendeni kwa Bwana. Yani shetani atakuwa kwenye geti la mbinguni, ndivyo alivyo. Akiwa pale mbinguni anakuangalia, okay, huyu ndo anaingia mbinguni. Alafu anasema, mbona anayo ya kwangu? Hili ni la kwako Yesu, limetoka huko. Hili ni la kwako, hili ni la kwako, hili ni la kwako. Mbona hivi ni vya kwangu? Sasa anaingiaje mbinguni na vitu vyangu? Kwa hiyo yeye mwenyewe atakubeba pale pale na kukupeleka kwake, maana vilikotoka ndiko vitakakorudi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikia, mimi pia nilikuwa huko, na neema ya Kristo imenivuta katika pendo lake. Niko hapa kukushuhudia hata na mimi pia, hata na mimi pia. Haleluya. Mimi nilikuwa na saluni Magomeni, tukaipeleka zaidi Kinondoni, studio pale. Wale wa Kinondoni waliokuwa huko wanakujua. Baadaye nikapeleka Mwenge, makutano ya Coca-Cola pale na Tegeta. Ilikuwa hapo. Amina. Tulikuwa tukienda chuo, mimi ndo natengeneza watu zile rollers, hand dryer. Weekend kama hivi tuko kwenye corridor na weka rollers na wafanya hivi, weka dawa sana. Na Bwana Yesu akaniambia siku moja, haya, chukua hiyo dawa kwanza. Akaniambia, huu mti hapa, weka majani hayo, hiyo dawa. Lile jani liliiva kama tembele au mlenda. Akaniambia, sasa hiyo unaweka, fikiria kwa kichwani kila mwezi, kila baada ya miezi miwili, alafu unaweka. Huko ndani kukoje?
Haleluya. Amen. Kwa macho si vinatamanisha vimelala vizuri, lakini ni mauti na bado kuna hukumu. Vinaingia kwa gharama. Tunagharimia hata hela ambayo tungelisha watoto. Tunagharimia hata hela ambayo tungetumia kwa mambo ya Mungu. Sadaka kanisani tunatoa 2,000, saluni tunatoa 20,000. Tunaharibu hadi bajeti za waume waliotupatia ndani. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Atupe ufahamu leo. Amen. Ni gharama kubwa tunatumia kwa uharibifu na kwa mauti ya milele. Vitu ambavyo Mungu hakututuma tumeenda napo mbio. Bwana Yesu atupe ufahamu navyo. Amen. Ni kujikana ndiyo njia nyembamba. Baadaye nikaacha huko nikaanza kusuka rasta. Nikasuka rasta. Haleluya. Amen. Nikasema kwa sababu hiyo, akaniambia sasa angalia hiyo mikono inayokusuka. Ni nani huyo? Sitaki kukuambia ilikuwa ni vidole vya nani. Lakini siku moja nikiwa nyumbani nimerudi na hizo rasta. Nililia usiku kucha alafu nikafumua, maumivu ni makali. Haleluya. Amen. Nimenunua rasta kwa gharama kubwa na nimesukwa kwa gharama kubwa mchana kutwa na maumivu na njaa. Lakini nilifumua usiku huo. Na watu wengi ndivyo wanapoteseka leo kwa gharama zao wenyewe. Na bado iko hukumu inasubiri. Lakini akaniambia bwana wewe muongo. Kwani wewe hizo nywele zako ni ndefu mpaka huko? Maana mtu anafurahia zimefika mpaka kiunoni mpaka mgongoni. Ni baba wa uongo. Shetani anachotamani kutupambanisha na huyo Mungu, kutugombanisha naye. Lakini zaidi hizo nafsi ndizo za samani, aweze kuvuna kadiri anavyoweza, nyingi sana. Maana mtu akiwa na hizo rasta akipita pembeni lazima kuna mtu atatamani ageuke angalia usoni ukoje, akitoka hapo atangalia kifua chake kikoje, akitoka hapo kashazini naye moyoni. Kisa mtu kaenda kagharimia rasta amtamanishe mtu fulani, atamanishe watu fulani kwa gharama. Kisa mtu kaenda kaingia gharama mwenyewe. Nikaambiwa haya, dawa inaunguza, bado utaweka steaming nayo gharama, na bado inaingia tena kwenye stima. Bado ukitoka hapo unaweka tena rollers, bado unaingia tena kwenye dryer. Moto juu ya moto, wanawake picha. Ni mzigo tumepewa na shetani kutaabika nao. Bwana atusaidie. Bwana atuhurumie. Lakini anasema chagueni leo. Njooni kwangu ninyi mnaolemewa, tusiendelee kulemewa. Tusiendelee kusumbuka, ni masumbufu ambayo shetani ametupa kutaabika nayo. Watu Jumamosi wako saluni, wako Jumamosi wanagharimia gharama kubwa, alafu kwa Mungu wanampa change. Ni hasara kwa nafsi zetu wenyewe. Ni mauti yetu wenyewe tunaingiza. Tukitoka hapa hiyo draya majini yaliingia, mapepo na wachawi waliingia, na sisi tunasi watakatifu tunaingia. Tukitoka hapo tunaingiza nyumbani vitandani, mapepo majini mahaba, wanaume wakivaliwa tunalalamika, tunahuzunika na tunaona tunaonewa. Ni sisi tumeingiza kwa tamaa. Tulizoenda kununua saluni huko tulikoenda kwa wale tusuka, tukabebelea mauti tukaingiza vyumbani wenyewe, kwa wanaume wetu wenyewe, kwa vijana wetu wenyewe, na mauti ikaingia kwenye nyumba zetu, kwenye malango. Chagua uzima leo. Chagua uzima leo. Mwanamke ukipona, mume atapona, watoto watapona, kizazi kitapona, maana ni kizazi kiasi mno na chingo zake ni ngumu. Haleluya, Mungu yuko leo kwa ajili ya upendo wake. Haleluya. 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 Basi Bwana ndiye Mungu anayesema haya. Anasema lakini wale wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Ni Kristo pekee ndiye anayetupa Roho wake, na huyo Roho anayetuongoza na kututia kwenye kweli yake. Na Yesu ndiye huyo kweli. Anasema atatujulisha, atatufundisha. Ndiye anayeweza kurekebisha mioyo yetu ikanyamazishwa na hizo nguvu ya tamaa, ikanyamazishwa na nguvu ya uharibifu, tukaona uzima wa leo na Mungu akatubariki. Wakati mwingine Mungu anazuia hata baraka, kwa sababu vile anazotubariki hazimtukuzi yeye, zinaendelea kuleta uharibifu na uangamivu kwenye maisha yetu na watoto wetu. Atubariki kwa ajili ya nini? Kuendelea kununua mauti, kuendelea kununua nini? Uharibifu, magonjwa. Wakati nakumbuka hata shuleni nilienda nikatembelea kiwanda cha Coca-Cola. Kulikuwa na kinywaji hicho wakati huo. Lakini sasa hivi vinywaji viko vingapi? Dunia mbavu sana. Vinywaji viko vingapi? Kama huna Roho wa Mungu, kila kinywaji utatamani ukinywe, na kila majina. Jana nilipata mgeni ofisini kwangu, nikaambiwa nikamuuliza, mwambie sekretari, huyu ndugu yangu mwambie anakunywa nini. Alitaja jina la kinywaji hicho, hata mimi sikukisikia, sijawahi kukisikia. Kila siku shetani
anavumbua mavumbuzi mapya kwa ajili ya uharibifu wa mwanadamu, na mwanadamu amejaa tamaa. Kile kinachokuja kipya anataka kionja, kijaribu. Jaribu kwa uharibifu wako mwenyewe. Mungu akupe neema leo. Mungu akupe neema leo. Chagua uzima, chagua uzima. Mungu pendo lake linakuvuta. Tutaimba tenzi namba 38. Kwa hayo leo Bwana Yesu Kristo ni mwaminifu. Maadamu amesema na wewe unajua jinsi ambavyo Roho Mtakatifu amesema, amekushuhudia hayo. Haleluya. Kila kicho cha dunia hii nakuambia kune, kwa sababu huo mwili wenyewe nao unaishia mavumbini. Yuko anayetoka mbinguni na chakula tunachokupa ni cha mbinguni. Na Yesu anasema walio wangu wanaijua sauti yangu, wanaisikia, wanaifuata. Ikiwa ni wa kwake, karibu sauti hii, na ikiwa ni ya kwake, karibu njia hii, ya ikiwa ni kwake, karibu tukue pamoja na Kristo kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya unyakuo. Maana hivyo vitu vinalemea, na siku ya unyakuo havitaweza kunyakuliwa. Vinatoka chini, vitakuvuta na wewe virudi chini. Havitapanda, havitaenda, haviendi, maana hasiri yake sio ya mbinguni. Haleluya. Mungu alituumba kwa neno, na neno lake li hai, lina nguvu. Kucha umewahi kuiona ikirefuka na kukata, lakini je, zile bandia umewahi kuona zinakuwa? Rasta je, umewahi kuona zinakuwa? Lakini nywele ambazo Mungu ametuumbia zina uhai, zinakuwa. Ukikata zinakuwa, kwa sababu asili yake ni uhai. Ni Mungu aliye hai, ni Mungu aliye hai. Kila alichokiumba kina uhai. Kila cha shetani kimebeba mauti, kimebeba uharibifu. Ukibandika kwenye kucha, hizo kucha baada ya muda zitaharibika. Wanaobandika kucha wanajua. Wanaobandika nyusi wako, mimi daktari wa macho, kwa nyinyi wenye shida ya macho pia nawatangazia, karibuni kwenye macho. Wako wanaopanga manyusi yao, makope ya bandia, wakija wanaumwa sana. Nawaambia shida yako, umeweka visivyo asili hayo macho. Ondoa hivyo, macho yawe hai. Haleluya. Hizo nyusi hazikutokana na Mungu. Hayo mawanja hayajatokana na Mungu. Yaondoe hayo, macho yaweze kuwa hai, macho yaweze kuona sawa sawa na Mungu alivyoyafanya. Haleluya. Amen. Kinachotokana na Mungu kina uzima, kina uhai, kinaendelea kukua na kubadilika. Kinachotokana na adui hakina uhai, kimebeba mauti. Hata hizo rasta zinanyonyoa wengi, mawigi yananyonyoa wengi, yanaweka vipara wengi, yanaumiza na yanagharimu sana sana sana. Hebu chagua leo. Hii njia ni nyepesi sana. Unaona hata hizi nguo mimi ninazovaa ni za 2,200 tu, hazina gharama. Tuwachoshe, tuwalemee waume zetu. Amina. Hatubalidi, hatugharimii bajeti kubwa kubwa. Yaani bajeti ndogo ndio Mungu anakuambia. Yesu anasema nira yangu ni laini, mzigo wangu ni mwepesi. Yaani mwepesi kwa Mungu, kila kitu anakifanya chepesi na unafurahia, hakuna kuchoka. Lakini wewe ambaye una mizigo mingi, usipoenda saluni unaona tena bado. Usipoenda kwa nani unaona bado. Usipoweka hivi bado. Haleluya. Wewe umewahi kuona shela lina suruali? Ziko suruali za wanawake, ziko suruali za wanawake, ziko suruali za wanawake. Mbona sijaona watu wanaenda madhabahuni na mashela ambayo ni suruali? Mbona msemi ziko shela ambazo ni za suruali mkaenda nazo madhabahuni? Tukienda kwenye nyumba zozote ili tujue choo cha kike na cha kiume, tunaona utofauti wa suruali na gauni au sketi. Wangesema kwamba wameweka suruali ya kiume na hii ya kike, tungechanganyikiwa, tungevurugwa. Mbona mnavuruga mambo? Mbona tuoni watu wakirudi kwenye majeneza wakivalishwa masuruali? Kama mtu alifunga ndoa, anaporudishwa kwenye jeneza mahali pake atavalishwa gauni. Kama alifunga ndoa, shela atavalishwa. Na mashela ni marefu mpaka miguuni. Unavaa kimini, unabana na hiyo, unatamanisha na hayo. Hayo yatakupata, hayatakuingiza mbinguni. Geuka tu, kubali tu, nyenyekea tu. Maadamu umesikia Mungu ana mpango jioni ya leo, siku ya leo mbingu zinashuhudia kwa ajili yako. Naomba kwa jina la Yesu, naomba kwa jina la Yesu, moyo mgumu uanguke, moyo wa nyama uingie, na Mungu akupe kushuhudia hayo, ili utafute hiyo njia nyembamba uweze kuipita katika jina la Yesu. Neema yake, upendo wake wa kuvuta. Tutaimba tenzi 38.